Swala ya safari tofauti yake na swala hii ya kawaida sio mambo mengi. Kuna mambo mawili tu. Jambo la kwanza ni kwamba tumeruhusiwa sisi kuzipunguza swala zenye rakaa 4 kuzipunguza kuswali 2. Hii ruhusa ya kwanza, ambayo hii ni tofauti na ukiswali nyumbani. Ukiswali nyumbani, hata kama ni mgonjwa, hata kama una udhuru, utaziswali zote 4 kwa wepesi mwingine utakaopewa, lakini sio kupunguza. Kama kuna mvua, tunaruhusiwa, tunaweza tukazikusanya swala, lakini sio kupunguza. Jambo la kupunguza ni udhuru ambao tumepewa kwenye safari tu. Kwa hiyo hili ni jambo la kwanza ambalo tumelipewa kwenye safari. Jambo la pili ni kuzikusanya swala 2 ukaziswali katika kipindi kimoja zikafuatana. Swala zile ambazo zinafuatana, swala ya dhuhuri na alasiri, swala ya magharibi na isha, hizi unaweza ukaziswali 2. Mambo mawili haya ndiyo yanayotofautisha baina ya swala ya safari na swala inayoswaliwa ya kawaida ya mtu akiwa katika makazi yake ya kawaida. Kwa hiyo mambo haya mawili ambayo tumeruhusiwa ndani ya safari, haya unaweza ukayaruhusiwa ukiwa kwenye chombo ama ukiwa nje ya chombo ushafika safari yako, kama masharti ya kuendelea kuswali hivyo yatakuwa bado yapo. Kwa mfano, wanawachuoni katika madhehebu ya Imam Shafi'i, wao wanasema kwamba, na wanawachuoni wengi hata katika madhehebu mengine, kwamba mtu akiwa ameshatia nia ya kukaa anakokwenda siku 4 au ziada, basi huyu mtu anatakiwa aswali swala ya kawaida katika hilo eneo. Lakini kama mtu atakwenda sehemu ana siku chini ya siku 4, maana yake ni kwamba hizo siku atakazokaa, kama ni 2 kama ni 3, anaweza kuswali swala ya safari hata kama tayari yuko nyumbani au huko alikokwenda. Sio nyumbani kwako, huko ulikosafiri, ulikokwenda.